kwa ruhusa yako mwenyekiti, naomba nimtajie barabara 5 ambazo hata nikifa leo naomba zijengwe katika jimbo la Kigoma mjini. Hiyo ni kauli ya mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando Baba Levo, akimuomba na kumsisitizia naibu waziri wa TAMISEMI juu ya suala la uboreshaji wa miundombinu ya barabara jimboni mwake. Kauli hii inaonyesha wazi kuwa kwake kuwapambania wananchi si wajibu wa kisiasa pekee, bali ni sehemu ya maisha yake. Barabara unaiona hapo ni moja kati ya barabara 5 alizozitaja kwa msisitizo kuwa hata kama atakufa leo lazima zijengwe na kukamilika kwa kiwango cha lami ili kuondoa adha kwa wananchi. Barabara hii inaunganisha kata 2 muhimu kati ya 19 za Kigoma mjini, kata ya Buhanda na kata ya Businde, ambapo hali yake ya ubovu imeendelea kuwa kikwazo kikubwa kwa shughuli za kila siku za wananchi, ikiwemo usafiri na uchumi, kama wananchi wenyewe wanavyoeleza. Kutoka hapa kwenda Businde imekuwa ni mtihani kwa sababu barabara haipitiki. Kwa vyovyote vile, kwa pikipiki haipitiki, kwa baiskeli haipitiki. Kwa tunatumia ili uende Businde unazunguka barabara ambayo sio sahihi, na hata hivyo zote na yenyewe tena ni mbovu, na hii ndio barabara kuu. Lakini tunashangaa walikuwa wanafanya shughuli wa China mpaka dakika hii waliacha wameharibu wakatelekezea. Kuna upande wa barabara hii barabara ni muhimu sana kwa sisi wananchi wapo, kwa sababu cha kwanza huku Businde huku sasa hivi kuna masuala ya shughuli za nini za kibiashara, kuna viwanda kule sasa hivi. Sasa hii barabara ndio kwa barabara kubwa ya kupitisha nini zile gari kwa ajili ya kufupisha nini ule umbali wa kusafisha mizigo. Sasa kuharibika kwa hii barabara inapelekea sasa hata zile gari ambazo zitakiwa zipite huku kwa wepesi zinazunguka, zinachukua muda mrefu, unaona. Pia hii barabara inatumika kwa wanafunzi. Sasa kumbe tuna shule huku za watu binafsi. Sasa unakuta sasa hivi wanapata hasara kubwa. Gari zinazunguka umbali mrefu mpaka zipite sio airport kule. Kati barabara karibu ilikuwepo ni hii hapa kwa sababu hapa kidogo kuna wafadhali, lakini ukifika mbele kule ni shimo kabisa. Hapa kidogo wamepazisha sawazisha kidogo afadhali kidogo, lakini ila bado kili kwa yote ya yote hii barabara ni umuhimu mkubwa sana kwa sisi wananchi. Nadhani barabara ikitengenezwa kitu gani kitakuwa kirahisi zaidi, mtakuwa mmerahisishiwa katika maisha yenu ya kila siku? Upande wa biashara zetu yani itakuwa ni vizuri zaidi. Kama sasa hivi kipindi bado inatumika, gari zilikuwa zinapita masaa 24. Kwa sababu zikifika hapa zina paki, zinanunua maji, soda. Sisi wenyewe tunapanda, tunakwenda, tunapata huduma. Kama una mizigo, umetoka kuna shughuli za shamba huko, unamuomba hata dereva, naomba lifti na kupakilia mzigo. Lakini sasa hivi unabeba mzigo kichwani kutoka huko shambani mpaka hapa, kwa sababu barabara hamna. Baiskeli hazipiti, pikipiki hazipiti, inabidi mpaka unafikisha mzigo unakuwa umeshaasirika kiasi kikubwa. Umechoka sana. Umechoka kweli kweli. Neno lolote la kumtia moyo mbunge wenu katika harakati za kuendelea kuwapambania? Mimi nasema asichoke, apambane mpaka pale mwisho atapotengeneza barabara yetu, yani pale atapoona kwamba tayari limefika, barabara imekamilika. Asichoke kwa sababu anaitafuta na anapambana, hawezi kuchoka mpaka afanikiwe. Sawa, tunashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Asante sana. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Hussein Asmani. Ni mkazi wa maeneo haya? Mkazi wa maeneo ya Buhanda Businde. Sawa, wewe ni dereva bajaji au umepiga pozi tu? Ni dereva bajaji. Sawa, safi. Ukiwa kama ni dereva bajaji na mtumiaji mkubwa wa barabara hii, ni kero gani kubwa ambazo mnapata kama madereva na wakazi wa eneo hili kutokana na ubovu wa barabara? Kero kubwa kwanza, vyombo vya kupitika inakuwa ni kazi, hasa kipindi cha mvua. Kwa mfano hapo chini, mkienda hapo chini utakuta kuna daraja linamong'onyoka. Kwa hiyo na mvua zikiendelea kunyesha, manake pa hii njia itakuwa ipitiki, kwa hiyo mawasiliano yanaweza kukatika katika pande zote mbili. Tukawa wa Busindi na Buhanda kwa kuna mawasiliano. Changamoto nyingine, hii ni njia kubwa ambayo inaenda mpaka Ujiji. Kwa hiyo watu inabidi wazunguke tena wapitie njia ya huku badala ya kupitia huku. Wakati huku ni karibu zaidi. Kwa ambapo ingekuwa imetengenezwa hii barabara, na imani vyombo vyetu vingekuwa vinapita, tunapita tunaenda Ujiji kwa urahisi. Changamoto nyingine, unapokuwa una mgonjwa, kutokana na ubovu huu wa barabara inamuia vigumu kufika hospitali kwa wakati. Kwa hiyo matibabu inakuwa ni ngumu, madhara yanaweza katokea njiani kabla ya kufika kwenye vituo vya afya.
Na leo mheshimiwa mbunge akiwa bungeni, Baba Levo amezungumza akasema kwamba hata akifa leo anatamani hizi barabara zitengenezwe, na mmoja kati ya barabara ambayo ameitaja ni barabara hii. Wewe kama dereva na mkazi wa maeneo haya na mtumiaji mkubwa wa barabara hii, umepokeaje kauli ya mbunge wako? Kiukweli nimepokea kwa furaha na nilifuatilia, na namwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpigania ili swala liweze kukamilika kwa wakati, maana tulishateseka vya kutosha. Kwa Mungu azidi kumweka, wala sio afe. Mungu amweke mpaka aje aone mafanikio anayopambania kwa wakati. Unadhani barabara hii ikitengenezwa, kitu gani hasa ambacho kitakuwa kimewapa nyie urahisi zaidi wakazi wa maeneo haya? Kwanza ni fursa za biashara. Fursa zitatanuka kwa sababu hii ni barabara kubwa kama nilivyosema. Kwa hiyo tutakao tunapita hapa, kuna abiria tutawapata sisi kama madereva. Pia huku hapa kulikuwa kuna mradi wa soko, kuna shule huko. Kwa hiyo ni fursa mbalimbali zitakuwa zinatanuka. Kwa kutokana, unaweza ukawa una biashara yako ila haifikiki kwa sababu barabara haipitiki. Kwa hiyo barabara ikitengenezwa, fursa zitazidi kuongezeka. Sawa, nashukuru sana. Nashukuru. Mambo vipi? Poa, vipi dada? Safi, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Hamisi Ibrahim, ila kwa wengi wananifahamu kama kwa jina la Dadi Asia au Ndemla. Sawa, ni dereva bodaboda hapa? Ya, dereva bodaboda kijio Kigomawani hapa Kandahari parking. Sawa, changamoto gani ambazo mnakutana nazo kama madereva bodaboda kutokana na ubovu wa barabara, lakini pia ukiachilia mbali na bodaboda, kama tu mkazi wa eneo hili la Buhanda, unapata changamoto gani kutokana na ubovu wa barabara? Kwa swala lako la kwanza kabisa kuhusu swala la bodaboda, tunapopata shida kuhusu swala la barabara, tunapitia changamoto kubwa sana. Kwa mfano sisi paki maeneo haya ambayo sio rafiki sana kwa sababu ya lami. Abiria mpaka unaona unamfikisha barabara ya lami umetumia muda mwingi sana, na mafuta ni kiasi kikubwa sana cha mafuta, kwa sababu upangaji wa gia na kupangua unakula sana mafuta kuliko mtu aliyepanga gia moja kwa moja na kuondoka. Ukiachilia swala hilo, tunapata shida sana ukikuja kuangalia barabara hii ni barabara kubwa ambayo inaunganisha miji mikubwa. Mfano hapa Mwasenga sasa hivi hatuna barabara inatuunganisha kutoka hapa Mwasenga kwenda airport, kutoka Mwasenga kwenda Kazegunga, kwa sababu barabara kubwa iliyokuwa inatumika ni hii hapa, ambapo hapo chini kama mnaweza mmefika au hamjafika imekatika kabisa, maana yake hafanyaje, haipitiki. Maana yake gari zinazotoka hapa kwenda labda Kazegunga au labda kwenda kata ya jirani hiyo ya Businde inalazimika kuzunguka. Umeona? Hiyo ni changamoto kubwa sana tunaoipata sana wakazi wa Buhanda, hususan hasa sisi bodaboda. Inatulazimika kuzunguka kwa umbali mrefu, hali ya kuwa tunatumia mafuta mengi, na kuja kuangalia kwa wakati huu mafuta yako ghali sana, na abiria wenyewe ni watu ambao ukiwaelekeza kuhusu swala la kuzunguka kutumia umbali mrefu ni watu ambao hawatuelewi. Kwa hiyo changamoto yetu kubwa sana sisi kwa upande wetu bodaboda na wakazi wa maeneo ya Buhanda ni barabara. Ukija kuangalia hata wakazi wengine ukiacha hata hususani sisi bodaboda, labda wajawazito, mtu labda anaweza ni mgonjwa na anatakiwa awaishwe hospitali, ila kutokana na miundombinu ya barabara inachukua muda mrefu sana kumfikisha hospitali, au labda ilikuwa inawezekana tu tukachukua bajaji labda tukamwaisha, ila kutokana na barabara jinsi zilivyokuwa mbovu tunalazimika labda tutafute gari ambayo ni gharama tena ambayo ilikuwa tunaweza tukaisolve kwa niaba ya mambo mengine, ila inatulazimu kutokana na miundombinu ya barabara ilikuwa mibovu. Kwa hiyo mimi kilio changu kikubwa nilikuwa naomba kuanzia kwa uongozi wa chini kabisa, kwa diwani, mbunge ambaye ni mbunge wetu pendwa, mbunge ambaye ni msikivu, mbunge ambaye anasikiliza kero za wananchi wake, mbunge ambaye ni rafiki wa kila mmoja. Nilikuwa nalilia sana swala la barabara ya kutokea Businde kuja Mwasenga, barabara ya kutoka airport kwenda inayounganisha barabara kwenda Senga. Ni barabara ambazo ni muhimu sana kwenye kata ya Buhanda. Na ukija kuangalia ni barabara mbili tu ambazo tunazotumia sisi wakazi wa Buhanda. Na ndio hizo ni korofi. Ni barabara ambazo kila siku iendewe kwa Mungu, lazima wakazi wa maeneo haya, anayetoka kwenda kujitafutia riziki, anayetoka labda kwenda shuleni wanafunzi, lazima barabara hizo zipitiki. Kwa hiyo ni barabara muhimu sana. Ukija kuachilia barabara hizi, vichochoro pia venyewe havipitiki. Kwa hiyo lazima wananchi wafanyaje, waangalie namna yoyote ile. Kwa hiyo nilikuwa naomba mbunge kama ananisikia, akipata ujumbe huu atuone sisi wakazi wa Buhanda tunavyohangaika, tunavyoteseka kupitia barabara hizi ambazo ndio kwa sisi ni kama ndio sehemu ya kipato chetu sisi vijana. Tunamuomba atusikilize kero yetu, na ameshajikabidhisha kwetu sisi na tumemkubali, na sisi tunaamini ni mpambanaji, ni jembe letu, tunaamini atalifanyia kazi swala hili. Asante sana. Asante.
Habari ya kazi ndugu yangu? Salama, kwema. Kwema, hongera sana kwa kazi nzuri. Asante. Unaitwa nani kwa majina na ni mkazi wa wapi? Naitwa Mored Joeli. Mkazi wa Buhanda hapa. Ndio. Kwa sasa hivi au unavyoona sasa hivi kama hii barabara maana mvua ikinyesha unakuta maji yanajaa, gari huwa zinasumbua kupita hapa. Huwa nyingi zinapita kwa kule chini, kwa hiyo barabara kule chini kule. Na mapikipiki huwa nasumbua kupita sana hapa. Maana kama pale mbele pale huwa maji yanajaa sana pale. Na pale kwa sasa hivi ukienda kuangalia kama hajakauka bado maji yapo pale. Kwa wakati wa mvua barabara inakuwa shida kabisa kupata usafiri. Inakuwa shida sana. Sawa, leo Mheshimiwa Mbunge Baba Levo bungeni alizungumza, akaomba kwamba hata akifa leo anaomba barabara hizi zijengwe, na akataja hii barabara ambayo ndo unaizungumzia sasa hivi. Hiyo kauli wewe umeipokeaje? Umejisikiaje kumsikia mbunge wako akizungumza hivyo? Nilifurahi sana kwa kweli. Na nilimsikia kabisa akiwa anaongea. Nilifurahi sana kabisa kusikia hivyo. Na ni bora kweli hii barabara ikebishwe hii, ili watu waendelee kupita vizuri na usafiri uwepo kabisa. Ndio. Tunashukuru sana. Nashukuru. Samani, unafikiri ubovu wa barabara hii unakwamisha shughuli gani? Au wananchi huwa wanafanyaga shughuli upande ule wa Businde, watu wanafuataga nini? Au yani unafikiri kabisa ubovu wa barabara kuna shughuli zinakwama? Kwa sasa hivi kuna kama huku mbele huku kuna mashule. Kwa hiyo magari mengi yanapitisha hapa wanafunzi. Na mengine yanapitisha watu wako na jenga kwa huku napeka mawe, matofali. Kuna kuta wanahangaika sana. Mambo vipi? Safi dada. Unaitwa nani? Naitwa Hassan Matishu Hassan. Mkazi wa wapi? Wa mtaa wa Mgeo, kata Buhanda. Hii barabara inaitwaje? Hii barabara ipo mtaa wa Mgeo, kata Buhanda. Okay. Ndio. Sawa, moja kati ya barabara ambazo mheshimiwa anazipambania ziweze kutengenezwa, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, ni moja kati ya hii barabara. Wewe ukiwa ni mkazi wa hapa eneo la Buhanda, ni changamoto gani kubwa ambazo mnakutana nazo kwa sababu ya ubovu wa barabara, hasa kipindi labda cha masika, kipindi cha mvua? Kwanza nimefurahi kama kiongozi wetu kutupambania sisi watu wa Kigoma, hasa hii kata Buhanda, maana hii barabara ikifika kama hasa masika waga ni mbovu sana hapo, mashimo yanakuwa ni makubwa sana hapo. Afuta ukiangalia hapo mbele hapo Businde kuna kiwanda cha simenti. Kwa magari sasa hivi tena shamba nje magari pita tena huko mbali. Kwa nazunguka sana magari. Okay. Ndio. Mheshimiwa amesema hata kama akifa leo anaomba hii barabara itengenezwe. Umepokeaje kauli ya mheshimiwa? Nimesikia asubuhi kwenye redio. Nilikuwa nimekana redio nasikia. Nimefurahi sana mimi kama mwananchi wa Kigoma. Kiongozi wetu kutupambania kiasi hicho. Ndio. Sawa, tunashukuru sana. Asante. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Saidi Shabani. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Saidi Shabani. Mkazi wa wapi? Ni mkazi wa Buhanda, mtaa wa Mgeo. Ndio. Changamoto gani mnazipata kutokana na ubovu wa hii barabara? Kwa changamoto tunazozipata ni kubwa sana. Ukiangalia hii barabara ndio barabara kubwa ambayo inaunganisha kutokea Buhanda kwenda hadi Busindi. Inafika mpaka kwenye kiwanda cha simenti mpaka Ujiji. Ni barabara kubwa sana. Na sasa hivi ukiangalia barabara hii ni barabara ambayo imebomoka na poromoko ya maji. Kama chini kule kushuka kama unaenda Cambridge huko hakupitiki kabisa. Gari za Cambridge zenyewe zimeamua kuhama kwa sababu ya ubovu wa barabara. Kwa kweli changamoto tunayo kwa kweli. Wewe kama dereva, afisa usafirishaji kwa kutoka eneo hili la Buhanda, unadhani barabara hii ikitengenezwa itakuwa imewafanyia wepesi kwenye jambo gani hasa? Hii barabara ikitengenezwa, cha kwanza sisi tutajiona kwanza na sisi ni watu katika watu ambao walipo kwenye kata ya Kigoma mjini, kwa sababu ukiangalia hii barabara sisi toka tunazaliwa tuko wadogo. Viongozi wengi kwa kipita watuambie barabara itapigwa lami, hadi sasa hivi tumekuwa ni pele tu. Kila kiongozi anaofika ni pele tu. Kwa hiyo kwa kweli sister, changamoto tulionayo kwenye hii barabara ni kubwa sana. Ni kubwa kweli. Ni basi tutushaongea sana, lakini hamna kiongozi anaye tusikiliza. Inabidi tupambane kwa kuwa ndio tuko mitaa kwetu. Hatuwezi kumkataa kwao, ni mtumwa.
Kwa hiyo tunazidi kupambana baba. Sawa, leo bungeni Mheshimiwa mbunge Baba Levo alizungumza akasema hata akifa leo anatamani barabara hii ya Buhanda iwe ni moja kati ya barabara ambazo zitatengenezwa. Wewe umelipokeaje? Cha kwanza sisi kusikia Baba Levo anagombea ubunge, cha kwanza tulishukuru kwa sababu Baba Levo ni mtu ambaye anaipigania kwa nguvu sana Kigoma. Na tunamsikia bungeni huko anapopambana kuhusu Kigoma. Tunaomba tu Mungu azidi kumuongoza Baba Levo na azidi kumpa roho ya huruma, tuzidi kupambana na watu wa Kigoma. Sawa, asante sana. Asante sister. Mambo vipi? Safi safi. Unaitwa nani? Naitwa Idi Bugohe Idi. Unajishughulisha na nini hapa Buhanda? Najishughulisha na bodaboda. Sawa, wewe kama bodaboda hapa maeneo ya Buhanda mnapata adha gani kutokana na ubovu wa miundombinu hususan barabara? Miundombinu yetu hapa ni barabara yetu ni mbovu sana. Asilimia hii hapa ni mbovu, hii ni mbovu, ndio barabara kuu za hapa Buhanda. Na zinawapa changamoto gani katika maisha yenu ya kila siku? Changamoto na utupa. Isitoshe kama mvua ikinyesha hapa, baada kitisi sasa hivi vumbi ni ndogo. Kuliko mvua ikinyesha ndio ikaeka na kuwa kubwa. Ikaeka yetu ndio hii hapo, barabara ni mbovu kama unavyoziona. Hii barabara inapitisha mali nyingi sana hii. Simenti zote zinatokea huku. Barabara hii. Sawa, asante sana. Sawa.